nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Akasema Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, Juma Kuu, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 42 aya ya kwanza hadi ya 7. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 11. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Siku 6 kabla ya Pasaka, Yesu alifika Bethania alipokuwapo Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akatumika, na Lazaro alikuwa mmojawapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye. Basi Mariamu akatwaa ratili ya marhamu ya nardo safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguuni, akamfuta miguu kwa nywele zake, nayo nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu. Basi Yuda Iskarioti, mmojawapo wa wanafunzi wake, ambaye ndiye atakaye kumsaliti, akasema, mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Naye aliyasema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi. Naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Basi Yesu alisema, mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu, kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi, bali mimi hamnami siku zote. Basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko, nao wakaja, si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamuone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye, maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji katika tafakari ya Injili tuliyotoka kuisikiliza hivi punde. Mpendwa msikilizaji, katika sehemu ya Injili tuliyoisikia hivi punde, tunaona Yesu akienda Bethania siku 6 kabla ya Pasaka, ikiwa ina maana siku inayofuata ni siku ya 7, na kama tunavyojua namba 7 katika kanisa huonesha ukamilifu. Tunaona siku ya 6 Yesu anafika Bethania kwa ajili ya siku ya 7 ambayo ni maandalizi ya ukombozi wa mwanadamu aliyepotea dhambini. Tunaona pia katika aya ya 7 Yesu akimtetea Maria akisema, msimsumbue mama huyu, mwacheni ayaweke kwa ajili ya siku ya mazishi yangu. Hapa Yesu anamaanisha mafuta ambayo Maria anamimina miguuni pake na kufuta kwa nywele zake. Mafuta katika tamaduni ya Kiyahudi hupakwa kwa watu waliokufa, yaani maiti, na ndicho anachomaanisha Yesu kwa kumtetea Maria kwamba asisumbuliwe akiwa anafanya kazi ya kumpaka mafuta kwa nywele zake, kwani hata atakapokufa atafanya hivyo. Pia anatabiri kifo chake ambacho ni ukamilifu wa ukombozi wa mwanadamu. Tunaona wahusika mbalimbali waliotajwa katika sehemu ya Injili hii. Mmoja wao ni Lazaro. Huyu ni yule ambaye Yesu alimfufua, ambaye pia ni kaka yao Martha na Maria. Pia katika sehemu ya Injili hii tunaona watu kutoka sehemu mbalimbali wakija kushuhudia utukufu wa Mungu kwake Kristo kwa kumfufua Lazaro. Hivyo mpendwa, hata na sisi tumpe Mungu nafasi katika maisha yetu, na watu wengi watavutiwa na mienendo
ya maisha yetu, pale tunapomruhusu Mungu atende katika maisha yetu. Biblia inamchora Lazaro kuwa ni rafiki wa karibu na Yesu, na ndiyo maana tunaona Maria anamwambia Yesu, Bwana ameshakwisha kufa, ungekuwepo asingekufa. Rejelea Injili ya Yohane sura ya 11 aya 32. Na tunaona pia Lazaro katika Injili tuliyoisoma hivi punde akiwa pamoja na Yesu na dada zake, yaani Martha na Maria. Hivyo inaonyesha ni namna gani alikuwa na ukaribu na Yesu. Wahusika wengine tunaowaona katika sehemu hii ya Injili tuliyoisoma hivi punde ni Martha na dada yake Maria, ambao baada ya siku wenyewe wanagawana majukumu kwa lengo la kukamilisha utume wao kwa Kristo na kwa familia kwa ujumla, ambapo sisi tunajifunza kuwa katika majukumu yetu ya kila siku tusijikite tu katika kuhangaikia vya dunia, bali pia tumpe Kristo nafasi katika maisha yetu ya kila siku, kama ilivyo kwa hawa ndugu wawili Martha na Maria, ambao tunaona wamegawana majukumu kwa lengo la kumhudumia Bwana na kujihudumia wenyewe pia. Tunakumbushwa daima tumpe Mungu nafasi katika maisha yetu, biashara zetu, ufugaji wetu, uongozi tulio nao, familia zetu, marafiki zetu, na kila nyanja au nafasi tutakayokuwa nayo tusimwache, kwani ni rafiki mwema na mwenye rehema na maarifa yanayotuongoza kuelekea mwanga na mafanikio ya ulimwengu ujao, yaani ufalme wa mbinguni. Kwani tukiwa na maarifa haya kutoka kwa Mungu, hata katika kutenda kwetu na kuhudumia kwetu kutakuwa ni kwa utukufu wa Mungu na ukamilifu wa maarifa zote. Tunamwona Maria miguuni mwa Yesu akimpaka mafuta, huku akijifunza mengi juu ya Yesu na kuchota maarifa kutoka kwake. Vivyo hivyo, kanisa linatuwekea vipindi mbalimbali vya kanisa kwa ajili ya kutafakari na kunena na huyu Yesu mfufuka na kujenga maisha yetu ya kiroho. Kipindi chote cha Kwaresma tunaalikwa kwa ajili ya kumtafakari huyu tunayeenda kushuhudia ufufuko wake, yaani Pasaka yetu. Mhusika mwingine tunayemwona katika Injili hii ni Yuda Iskarioti, ambaye ni msaliti wa Kristo. Katika aya ya 4 hadi ya 6 tunamwona akihoji juu ya marashi aliyetumia Maria katika kumpaka Yesu miguuni. Tunaambiwa ni marashi ya thamani sana, ni marashi yenye harufu nzuri sana kiasi ya kwamba hadi nyumba nzima inanukia. Lakini Yuda Iskarioti anahoji kwa nini marashi haya isingeuzwa tupate kuwasaidia maskini. Lakini tunaambiwa hakuwa na nia hiyo aliyonena, bali kwa ajili ya nia zake binafsi, kwamba amezoea kuiba, kwani yeye ndiye mweka hazina katika wanafunzi wa Yesu. Mpendwa katika Kristo, hapa tunakumbushwa kwamba wakati mwingine ninaweza kuwa Yuda katika maisha ya wengine, nikawa Yuda katika kazi ninayofanya, nikawa Yuda katika kutekeleza majukumu yangu na ya wengine. Huenda ni kazi za kanisani ama kazi zingine za kijamii na kiserikali. Nikawa Yuda mkwamishaji ama Yuda mdanganyifu ama Yuda muongo ama Yuda mwizi ama Yuda mvivu au Yuda msaliti na kadhalika. Hivyo tunaalikwa kuwa watu wasema ukweli na wenye maarifa ya kuepukana na udanganyifu na usaliti katika maisha ya wengine na katika kumtumikia Mungu. Kwani mara nyingine tunaweza kujidanganya wenyewe kuwa tuko wakamilifu kwa kukataa sifa zote za Yuda Iskarioti, ili hali tupo hivyo. Muda mwingine tunaweza kufanya kazi zetu tukiwa na lengo la kujionesha kwa wengine, aidha tupate kutukuzwa sisi badala ya Mungu aliyetutuma tukafanye kazi zake mwenyewe. Yawezekana sehemu yangu ya mfungo wa Kwaresma nikapeleka kwa wahitaji, yawezekana sio kwa ajili ya utukufu wa Mungu, bali ni kwa ajili ya mimi mwenyewe nipate sifa kwa wanadamu, ama nitukuzwe na waliopo chini yangu, mimi kama kiongozi, ama mimi kama mwanafamilia, ama baba wa familia au mama wa familia au msimamizi wa kitengo fulani, nikajikuta
nikijimilikisha umungu fulani katika maisha yangu. Katika sehemu ya mwisho ya injili hii tunamsikia Yesu akikamilisha kwa kusema, wamwache Maria afanye fungu alilolichagua, yaani la kukaa naye, huku akimpaka marashi miguuni pake, akiwa na maana ya kwamba tusisubiri kesho ama wiki ijayo au mwezi ujao au mwaka ujao ama ujana ama uzee ama kipindi chochote kile, ili tuweze kufanya mabadiliko ya maisha yetu na kuanza kukaa naye. Hapana, Yesu anatuambia wakati ni sasa, hivyo tufanye mabadiliko ya kiroho kwa nyakati zote tutakayokuwa nayo. Hivyo tumwombe atuongoze yeye katika maisha yetu ya kila siku, atupe maarifa yenye mwelekeo wa mbinguni, huku tukiwahudumia wengine katika upendo na upole, naye Mungu akituongoza kwa kila tunachofanya kwa ajili ya sifa na utukufu wake. Amina. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri John Melita wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Sema